Hujambo, karibu katika Dream TV habari, lakini kwanza ni machache kati ya mengi tuliokuandalia siku ya leo. Serikali ya Tanzania imepanga kuimarisha kamati za ulinzi wa mtoto kwenye jamii pamoja na madawati ya ulinzi na usalama wa mtoto kwenye shule za msingi na sekondari ili kulinda haki zao. Watu wasiojulikana wamevamia nyumbani kwa katibu mwenezi wa Chama cha Mapinduzi CCM jijini Mbeya Philemon Mang'ong'o na kuchoma gari yake. Na timu ya Ken Gold imeshuka rasmi daraja baada ya hapo jana kufungwa na timu ya Coastal Union ya Tanga kwa magoli 2-1. Nini hatima ya wazee wa makarasha huko Championship? Taarifa hii ya habari inapatikana kupitia akaunti yetu ya YouTube Dream Media TZ, lakini pia tufuatilie kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii. Facebook na X ni Dream FM na Instagram ni Dream FM TZ. Na sasa ni muda wa kuziangazia kwa kina taarifa tulizokuandalia kwa siku ya leo. Uko nami Ana Msumeno. Watu wasiojulikana wamevamia nyumbani kwa katibu mwenezi wa Chama cha Mapinduzi CCM jijini Mbeya Philemon Mang'ong'o na kuchoma gari yake. Mang'ong'o amesema hawezi kulihusisha na masuala ya kisiasa kwa kuwa hana tofauti na mtu yeyote iwe ndani au nje ya chama hicho. Taarifa ya Esau Godwin inafafanua zaidi. Hili ni gari aina ya Nissan X-Trail lenye namba za usajili T556 CXL ambalo limeteketea kwa moto nyumbani kwa katibu mwenezi wa Chama cha Mapinduzi CCM wilaya Mbeya mjini Philemon Mang'ong'o. Kwa mujibu wa Mang'ong'o ni kwamba tukio hilo limetokea usiku wa kuamkia Aprili 22, ambapo baada ya moto kuanza kuwaka walikuta ndoo ikiwa na petroli jirani ya gari hilo. Zaidi, Mang'ong'o ambaye ni katibu mwenezi wa Chama cha Mapinduzi CCM wilaya Mbeya mjini anasema hawezi kulihusisha tukio hilo na mambo ya kisiasa kwa kuwa hana ugomvi na mtu ndani ya CCM wala nje ya CCM. Pata tuliporudi kwanza kuhangaika na moto, nikakuta kindoo cha moto cha petroli chini ya tairi la upande wa kushoto, tairi la nyuma. Ndoo kina mafuta mengi, lakini wakati wa tairi la nyuma lilikuwa tayari limeshawaka sana na moto nyuma kwenye buti ulikuwa umeshakolea sana. Basi tukaanza kupiga kelele na kuomba majirani watusaidie kuzima. Bahati nzuri nilikuwa na mchanga mwingi ndani ambao unatumia kujengea hapo, basi ndio katumika kufanya uzimaji na hatimaye tukabahatika kuweza kuzima. Jitihada tulizozifanya ni kuomba msaada fire, lakini bahati mbaya nadhani zile namba hazipatikani kiurahisi, kwa tulikosa kuipata. Kila alikuwa akipiga haipatikani, kwa tukaendelea kutumia juhudi binafsi za kuzima, tukawa tumefanikiwa kuzima gari ambalo lilikuwa limeteketea hapo. Nao mashuhuda wa tukio hilo wanaonesha kusikitishwa na tukio hilo, wakilitaka jeshi la polisi kuchukua hatua dhidi ya waliohusika. Tisha sana na hili tukio, kwa mimi limekuwa kama la kwanza kuona. Sina kitu cha kuzungumza zaidi ile isipokuwa kwanza tuone vyombo ambavyo vinahusika vichukue hatua. Juhudi za kumtafuta kamanda wa polisi mkoa wa Mbeya bado zinaendelea. Esau Godwin, Dream Media habari. Naam, asante sana Esau Godwin. Serikali ya Tanzania imepanga kuimarisha kamati za ulinzi na usalama kwa mtoto kwenye jamii pamoja na madawati ya ulinzi na usalama kwa mtoto kwenye shule za msingi na sekondari ili kulinda haki zao. Hayo yamesemwa na naibu waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum Mwanahid Hamisi wakati akijibu maswali ya wabunge, akisema serikali imeendelea kuelimisha jamii kuhusu sheria za ulinzi wa mtoto. Brown Tinda anafafanua zaidi. Ulinzi wa mtoto ni moja kati ya vifungo vya haki za binadamu ambacho kinalenga hasa watoto. Haki za watoto zinajumuisha haki ya kushirikiana, wazazi wote wawili kutambuliwa kibinadamu na mahitaji ya msingi ya ulinzi wa mwili, chakula, elimu, huduma za afya na sheria zinazofaa kwa ukuaji wa mtoto. Uhuru wa kutobaguliwa kutokana na rangi, jinsia, asili ya kitaifa, ulemavu, dini, kabila au sifa nyingine. Leo bungeni jijini Dodoma kumeibuka hoja kuhusiana na sheria za ulinzi wa mtoto. Akijibu swali la mbunge wa viti maalum Naji Magiga aliyetaka kufahamu mkakati wa serikali wa kulinda haki za watoto kutokana na ongezeko kubwa
la uvunjifu wa haki za watoto nchini, naibu waziri Mwanaidi amesema serikali inaendelea kuweka mikakati ya ziada ya kulinda haki za watoto nchini. Serikali itaendelea kuweka mikakati ya ziada ya kulinda haki za watoto nchini. Aidha, mikakati hiyo ni kama ifuatavyo: kutekeleza mpango kazi wa taifa wa kutokomeza ukatili dhidi ya wanawake na watoto wa mwaka 2024 hadi 2029 unaolenga kutokomeza ukatili kwa 50% ifikapo mwaka 2029. Kuelimisha jamii kuhusu sheria ya ulinzi wa mtoto, mathalani mtu anayekutwa na hatia na kumpata mimba mwanafunzi, adhabu yake ni kifungo miaka 30, na wazazi wasiolea na kutunza watoto, adhabu ni faini isiyozidi milioni 5 au kifungo cha miezi 6 au vyote kwa pamoja. Hata hivyo, tafsiri ya haki ya watoto zinalenga zaidi kuwapa watoto kuwa huru kimwili, kiakili na kimihemko kutokana na dhuluma na unyanyasaji. Brown Tinda. Na asante sana Brown Tinda kwa taarifa hiyo. Baadhi ya wananchi jijini Mbeya wameiomba serikali kupitia Wizara ya Ujenzi kuongeza kasi ya ujenzi wa barabara ya njia 4 inayojengwa jijini humo ili wafanye shughuli zao za kiuchumi kwa urahisi. Wananchi hao pia wamesema hatua hiyo itasaidia kupunguza msongamano wa magari ambao umekuwa ukiwachelewesha kufika kwenye shughuli zao za msingi. Claudi Elias na taarifa zaidi. Baada ya jana waziri wa ujenzi Abdalla Ulega kuonyesha kukerwa na kasi ndogo ya mkandarasi anayejenga barabara za njia 4 jijini Mbeya, baadhi ya wananchi jijini humo wameiomba serikali kuongeza kasi ya ujenzi wa barabara hiyo ili ikamilike mapema. Wakizungumza na Dream TV, wananchi hao wamesema kuwa pamoja na kuwa serikali imefanya vyema kuongeza barabara hizo, lakini bado kumekuwa na kasi ndogo ya ujenzi wa barabara hiyo, hali hii inasababisha msongamano mkubwa wa magari jijini humo. Ni mkazi wa Mbeya na ni mwenyeji wa Saya. Ujenzi wa barabara mimi binafsi naona ni vizuri kwa sababu barabara imetanuliwa vizuri na wakandarasi wanajitahidi. Naweza nikawapongeza kusema hongera. Najua changamoto ambapo imetokea hivi ni kwa sababu ya mvua. Na imani kama ingekuwa sio mvua labda ndio ningekuwa na maelezo zaidi kusema ujenzi una slow au vipi. Kwa hiyo mimi naomba tu pongezi zangu kwa wakandarasi walioshika hii tenda. Mimi nawaomba waongeze juhudi ili kusiwepo na hizi changamoto za usumbufu wa barabarani. Tunaona jinsi magari yanapokuwa yanaleta msongamano, alafu na mpishano unakuwa kidogo na kuwa mdogo, tofauti na vile mwanzo tulikuwa tunapata kupishana vizuri, lakini sasa hivi msongamano unakuwa ni mkubwa. Kwa hiyo mimi ningependa tu kuwashauri tu waongeze juhudi. Na kiufupi napongeza serikali kwa jinsi ilivyoendelea kuonyesha mafanikio haya na maendeleo. Changamoto nyingine kwa wananchi jijini humo ni wafanyabiashara wamesema kuwa wanakosa wateja kwa sasa, tofauti na hapo awali. Wateja wanashindwa kufika katika maeneo husika kutokana na kuzagaa kwa vumbi barabarani. Kwa majina naitwa Alodi Michael, ni mfanyabiashara maeneo ya hapa Sawi. Kama mnavyoona ujenzi wa barabara unaendelea, lakini kwa sisi wafanyabiashara yani tunapata shida. Ukweli wanajenga barabara ndio, lakini bado wapo taratibu, ndio taratibu. Unadhani namna biashara inayofanyika kama mnavyoona hapa. Kwa hiyo tunaiomba serikali ichukue hatua za kufanya kurekebisha barabara ijengwe kwa kasi ili sisi wafanyabiashara tufanye biashara kwa haraka zaidi. Yaani tunaumia kwa kweli, kusema kweli tunaumia. Yaani kama sisi unaweza kupata hata wateja muda mwingine inakatika wiki hamna kitu ambacho umeingiza. Kwa hiyo serikali kama inaona inasikia, inabidi ifanye hivyo, iimize mkandarasi amalize barabara kwa wakati, alafu sisi wafanyabiashara tuendelee na biashara zetu vizuri. Jana akiwa jijini Mbeya,
Waziri wa Ujenzi Abdalla Ulega alitoa siku 30 kwa mkandarasi huyo. Kampuni ya Chiko Awe amekamilisha ujenzi wa barabara hiyo kwa kiwango cha lami. Claudia Elias, Dream TV. Asante sana Claudia Elias. Mtazamaji wa Dream Media, na kukumbusha kuendelea kufuatilia kurasa zetu za mitandao ya kijamii za Facebook na X ni Dream FM na Instagram ni Dream FM TZ. Katika michezo, timu ya KenGold imeshuka rasmi daraja baada ya hapo jana kufungwa na timu ya Coastal Union ya mkoani Tanga kwa magoli 2-1. Nini hatima ya wazee wa makarasha huko Championship? Huyu hapa Brown Ben Mbwawa anakuletea mkusanyiko wa habari za michezo. Katika michezo rasmi, wazee wa makarasha timu ya KenGold imeshuka daraja baada ya kukutana kichapo cha magoli 2-1 dhidi ya Wagosi wa Kaya. Tunaweza tukasema Wagosi wa Kaya ndio ambao wamepoteza matumaini na kuididimiza moja kwa moja kunako Championship timu ya KenGold, na KenGold wameshuka daraja wakiwa wamesalia na michezo 3 mkononi ya ligi kuu. Michezo hiyo ni dhidi ya Pamba, dhidi ya Namungo na dhidi ya Mnyama Simba. Licha ya kusaliwa na michezo hiyo 3 haitawasaidia chochote. Kwa hiyo rasmi tunayozungumza kwa sasa, KenGold watajiandaa sasa baada ya kumaliza michezo hii na msimu unaokuja. KenGold wameshuka rasmi kunako ligi kuu siku ya jana Aprili 21 wakiwa na alama 16, wakiwa na michezo 3 ambayo haijulikani kama watashinda ama hawatashinda, lakini kama watashinda yote watakuwa wanafikisha alama 25 ambazo bado haziwezi kumsaidia kwa namna yoyote ile. Hiyo ni kuhusiana na timu ya KenGold ambayo imeshuka daraja. Na katika habari za kimataifa, wakati hapa Tanzania tukizungumzia timu ya KenGold kushuka daraja rasmi kimataifa, timu ya Burnley pamoja na Leeds hizi zimepanda kucheza ligi kuu ya Uingereza, kwamba ligi ya Championship imeendelea usiku wa kuamkia leo, ambapo Burnley wamefanikiwa kurejea EPL kwa maana ligi kuu ya Uingereza baada ya kuifunga klabu ya Sheffield United magoli 2-1, huku Leeds wakifanikiwa kuifunga klabu ya Stoke City magoli 6-0. Kwa hiyo timu ya Burnley pamoja na Leeds, timu hizi zote mbili zimepanda kucheza ligi kuu zikiwa na alama 94. Lakini utofauti kwenye msimamo wa ligi ni kwamba Leeds anakaa kileleni akiwa na alama 94 akifikisha magoli 89, huku Burnley yeye akishika nafasi ya pili akiwa na magoli 61, huku walioshuka daraja akiwa ni Southampton pamoja na Leicester City. Ligi kuu pia ya EPL kwa maana ya ligi ya Uingereza inaendelea tena leo kwa mchezo mmoja kati ya Manchester City atacheza dhidi ya Aston Villa. Mchezo huo unatarajia kupigwa majira saa 4 za usiku wa hii leo. Na mimi ni Brown Ben Mbwawa wa Dream Media Na mtazamaji, kabla ya kuhitimisha Dream TV habari, ni kukumbushe tena machache kati ya mengi tuliokuwa nayo siku ya leo. Serikali ya Tanzania imepanga kuimarisha kamati za ulinzi wa mtoto kwenye jamii pamoja na madawati ya ulinzi na usalama kwa mtoto kwenye shule za msingi na sekondari ili kulinda haki zao. Watu wasiojulikana wamevamia nyumbani kwa katibu mwenezi wa Chama cha Mapinduzi CCM jijini Mbeya Philemon Mang'ong'o na kuchoma gari yake. Na timu ya KenGold imeshuka rasmi daraja baada ya hapo jana kufungwa na timu ya Coastal Union ya mkoani Tanga kwa magoli 2-1. Mtazamaji, huo ndio mwisho wa Dream TV habari. Endelea kutufuatilia kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii. Facebook na X ni Dream FM na Instagram ni Dream FM TZ, lakini pia kupitia akaunti yetu ya YouTube ya Dream Media TZ. Kwaheri.